maendeleo kujaza hizo fomu ambazo tumesambaza huko, ili muonyeshe kwamba mfumo mzima wa uchaguzi Tanzania ni mbovu, unatuletea umaskini. Basi kwa kusema hayo nasema mkutano huu nimefungua. Asante sana. Peoples! Njombe Peoples! Chadema! Chadema! Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kipekee kabisa ni kukaribisha Njombe. Na ninachotaka kukwambia hili ujue tu, nadhani jana tumepita kwenye hii barabara kutoka Makambako mpaka tunakuja kufika Njombe. Umeona ilivyo nyembamba. Haupiti mwezi watu wetu hawajafa kwenye ajali katika barabara hii. Lakini ndio barabara ambayo najua kwenye hotuba yako una jambo unalolisema, kwa siku yanapita magari zaidi ya mamia kadhaa yaliyobeba makaa ya mawe, lakini barabara hiyo haijaliwi hata kidogo. Kwa hiyo watu hawa wanapoona mazingira ya namna hii wameendelea kulia, wameendelea kuumizwa, wameendelea kufikirishwa ni lini serikali ya Chama cha Mapinduzi itaondolewa katika mkoa wa Njombe. Nadhani no reforms, no election, mpango mzima ambao wana Njombe na wao wanahitaji kusikia ili wapate nafuu kwenye maisha yao kupitia barabara zao ambazo zinasafirisha mazao yao. Lakini nadhani unafahamu pia kuna barabara inaitwa Lupembe. Ya kwenda Lupembe ni zaidi ya miaka 63 ya uhuru. Lupembe ndio inayozalisha mbao, inazalisha nguzo za umeme, lakini barabara hiyo haijawahi kuwa imara kwa miaka yote 63 ya uhuru. Ni haki yako wewe. Kwa mjibu wa katiba ibara ya 8 nasema mamlaka yote itatokea kwa wananchi. Ndio mnaweka viongozi, lakini hamjawahi kufundishwa, hamjawahi kuelimishwa, na kwa sababu hamjawahi kuelimishwa mnafikiri uchaguzi au kula ni mali ya serikali. Sio mali yao, ni mali yetu sisi. Wasiingilie kwenye mali yetu. Tutaamua tufanye uchaguzi, tusifanye uchaguzi, tutaamua wenyewe. Si mali yetu bwana. Tufanye ndio tusifanye. No, kuna cha kutufanya. Tunaamua tufanye mwaka huu au mwaka kesho. Si ni mali yetu? Kwa mjibu wa katiba tuwakabe hapo hapo. Sasa wametengeneza tume. Tume ni kama msimamizi wa mali yetu. Ni kama msimamizi wa mali yetu. Na kwa sababu wamefungua vyama vingi vya siasa, wanatakiwa waje kwetu wote, tuwapime kwa sera, alafu tuchague ni yupi anayefaa. Lakini hiyo tume inatakiwa iwe tume ya katikati. Isiwe tume ya upendeleo kwa chama kimoja cha siasa. Na si kama viongozi wa dini tukubali. Sasa hiyo tume ya uchaguzi inatokana nani? Kwa mjibu wa katiba, tume ya uchaguzi hiyo imewekewa kinga ambayo ndugu zangu ukisikia unashangaa. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ile ibara ya 74:12 inasema kwamba hiyo tume ikishatengenezwa kuteuliwa hairuhusiwi kushtakiwa mahali popote. Samahani. Hairuhusiwi kushtakiwa mahali. Yaani tume ikitengenezwa, nani kaitengeneza? Ikitengenezwa hairuhusiwi kushtakiwa mahali popote pale itakachofanya. Na kwa ibara ya 41:6 inasema tume ikitangaza matokeo ya rais hayaruhusiwi kuhojiwa mahali popote. Unanisikia ndugu zangu? Huyo tume ni nani huyu?
yeye mwenyewe hashtakiwi, ushindi hauhojiwi, na aliyetangazwa hashtakiwi. Kwa hali hiyo mnakwenda kwenye uchaguzi kama kina nani? Kwa sababu kama tume ile kinga, tungesema kwa mheshimiwa makamu kwamba basi angalau tume wakiharibu tuwashtaki, sio? Hawashtakiki. Tunasema basi jamani, wakitangaza matokeo, si tuna kopi za yale matokeo ya kila kituo, tukahoji mahakamani, matokeo ya jamani sio sawa, wanasema hayahojiwi, yanakinga. Huyo rais huyo aliyeteua tume nzima kuanzia mwenyekiti mpaka makamu wake na wakurugenzi wote, haruhusiwi mwenyewe tena kushtakiwa akiwa madarakani na hata baada ya madarakani. Huyu kabeba nafasi ya Mungu. Jambo yetu kubali, tunataka reform. Nataka reform. Reform imewezekana mwaka 61. Iliwezekana. Tukapata uhuru. Iliwezekana mwaka 62. Tanganyika ilipata jamhuri. Iliwezekana mwaka 64. Walipongaza Zanzibar na wapi? Na Tanganyika. Iliwezekana mwaka 65 walipofuta vyama vingi vya siasa. Inashindikanaje mwaka 2025? Mimi nasema pia bado inawezekana. Au tunafanya vitu kama utani tu, hatujui tunachokifanya. Uongo kweli? Mtu anayejua wizi ni dhambi, akiambiwa kimbia na sanduku la uchaguzi, hawezi kukimbia nalo. Mimi nilikuja hapa kampeni mwaka 2015. Rose yuko hapa, mwenyekiti wa mkoa, na wengine viongozi nadhani, na nyewe wenyewe mnakumbuka. Nilikuja hapa tukafanya kampeni. Baadaye mimi nikaondoka, nikawaacha Chadema. Lakini nakumbuka kutokana na kazi tulizofanya toka kabla, tulishinda madiwani wangapi hapa? Mwaka 2014 tulikuwa na mitaa mingapi hapa? Leo mnayo hata moja. Kwa nini? Wameiba kura, wamekimbia na masanduku. Sasa hao mtahitaji tena ni watu wa Mungu. Mtahitaji watu wa Mungu. Hebu jiulize, wakina mama ambao wengi leo hawapo, wakina mama naona hawafiki hata 20 hapa kwenye mkutano mzima. Si kawaida ya Njombe. Njombe niliyozoea si hii. Wameenda wapi? Wameenda kwenye sijui ni makundi ya kina mama, sijui wamepewa hela na nani, wana biashara zao, sio? Lakini ni Wakristo, sio? Hivi mnajiuliza hizo hela mnazogawiwa zimetoka wapi? Wakina mama, mnajua hela mlizogawiwa ambazo mnaendesha biashara zenu, mnajua zinatoka wapi? Hivi mtu akiiba akakugawia na wewe hela ya wizi, na wewe ni mwizi sio mwizi? Wakina mama zangu nawapenda, lakini mjitafakari. Mnaua watoto wenu. Mnaua watoto wenu na wajukuu zenu na uzazi wenu kwa sababu mnashiriki dhambi. Mimi sisemi kwamba serikali imeiba, lakini kuna mtu anaitwa mkaguzi wa hesabu za serikali. Kwani ni wa kwangu? Ni mwajiri wangu au ni wa Samia? Mara ngapi amesema hela za serikali zinaibiwa? Zinahamishwa kwako wakati wa uchaguzi kwa sababu unaletewa kanga na vitenge, unaletewa sijui mtaji, na wewe unapokea ulinzi, kumbe unaua vichukuu vyako. Kwa hiyo Ukraine leo unanunua andazi kwenye mgahawa wa Njombe, fedha inatoka hapa inakwenda kutengeneza ajira Ukraine. Kuna viongozi hapo, kuna akili hapo, matope tupu. Na tukisema hivyo wanasema tunawatukana. Tumewatukana au tunasema ukweli? Tunaagiza hadi kuku. Yaani mama zetu wanauawa na vikopa na mikopo ya kausha damu.
kwenye nchi ya utajiri hii. Nimeenda Kyela, tumeagiza mchele kutoka nje ya nchi, mchele wa Pakistan bilioni 204. Unaenda hapo Mbarali, unaenda Kyela, watu wanachohitaji ni wewe uwatolee maji ziwa Nyasa, uwaletee kwenye mashamba. Mchele ni siku 90 umevuna, ni miezi mitatu. Watu wanasubiri msimu wa mvua mpaka mvua nyingine. Ukiwaletea maji, atapanda mchele, baada ya siku 90 atavuna, atapanda mchele, baada ya siku 90 atavuna, atapanda mchele, kwa mwaka atapanda mara 4. Huyu mtu umemkomboa maisha yake, atakujengea nchi yako kwa kununua simenti, kwa kununua mabati, kwa kununua gari, kwa kununua nini. Miaka ya 70 Mwalimu alijenga kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa, babangu alikuwa na gari, tunanunua tairi za General Tyres. Leo bodaboda zimejaa kila sehemu, sui bajaji, tunaagiza tairi kutoka China, tunachukua hela kutoka Rupembe, tunaipeleka China kuagiza tairi. Hatuwezi kutengeneza hata spoku ya bodaboda. Toothpick tunaagiza China, magogo ya kwa. Tunaagiza furniture. Watu wa Rupembe wanalima mbao, Njombe wanalima mbao. Leo tungetengeneza viwanda vikubwa vya mbao hapa vya kutengeneza furniture, tungepiga marufuku uagizaji wa furniture kutoka China. Mbao zenu zingekuwa na bei. In abundance of water, a fool is thirsty. Ndugu zangu, tumekuja kuwaomba. Haya mnayajua. Hali za hospitali zetu mnazijua. Hali za maisha yenu mnazijua. Kwenye utajiri huu, nikisema leo tunahitaji kwenda mbinguni, lakini shilingi 100,000 barabara hii hapa, wengi mtaenda motoni hapa. Nasema uongo? Kwamba kiingilio laki kwenda mbinguni, wangapi mtaenda hapo? Babu, ukichomoka familia yako utaiacha inaenda motoni, kwa sababu hali ni mbaya. Tuungeni mkono. Tunaweza kubadilisha hayo kama kura ya mwananchi itakuwa na nguvu. Kwa sasa kura yako haina nguvu. Tumefanya hivyo kwa chaguzi 3 wanaiba. Sisi Chadema tumesema no reforms, no election. Ili unapomweka rais madarakani, ajue ukicheza na uchumi wa nchi yake, ana miaka 3 tu utamchomoa. Ili ukimweka mbunge madarakani, ajue kwamba asipokusemea bungeni kuhusu chuma chako, kuhusu barabara, akawa mpiga makofi, ajue miaka 5 inayokuja anaenda nyumbani. Ndio maana tumekuja kuomba kwamba mtuunge mkono kwenye no reforms, no election. Tubadilishe, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Tubadilishe sheria za uchaguzi, tuwe na uchaguzi huru na haki. Watu wapange, wapige kura. Kama mnamtaka Heche, awe Heche. Kama mnamtaka Samia, awe Samia. Hapo twende uso kwa uso, mtu kwa mtu. Sio uchaguzi ambao CCM wanaiba kwa kutumia polisi. Na kila siku wanasema wana nguvu, si ndio? Si wanasema wana nguvu? Si wamesema wana wanachama wengi? Sasa kwa nini mnaogopa uchaguzi? Si nyie mna uchaguzi, mnakubalika, si ndio? Kila siku wanatuambia nani kama mama. Wamefanya kampeni miaka si mingapi. Mama hauziki. Kila mabango yake ni mengi kuliko mabango ya biashara nchi. Kila kona bango la mama. Kama mnakubalika, tuwekeni uchaguzi huru na haki, tuwanyooshe muone. Wanaweza? Wanaweza? Wangapi wanasema hawatuwezi? Kwa hoja hizi wanaweza? Wakija hapa, si mambo mawili. CCM juu zaidi. Juu mnatafuta nini? Matatizo ya wananchi yako chini hapa. Sisi tuko chini hapa, hatuna barabara, hatuna maji, hatuna umeme. Nyie juu zaidi mnatafuta nini huko? Anakaa Mungu huko. Tunawataka tuwashushe hapa chini hapa. Waje na hoja, watuambie kwa nini hakuna ajira kwa watu wetu.
Watuambie kwa nini wameua viwanda ambavyo kwa nini wanatoa fedha zetu kwenda kununua vitu nje wakati tunaweza kuvitengeneza. Hayo ndio tunataka majibu. Sio ujinga ule makara nao sema eti sijui Chadema wananunua virusi vya Mpox, sio na Ebola. Ebola inauzwa duka gani makara? Shanzi kabisa. Watu wa Njombe, mkiunge chama hiki mkono. Hiki ndio chama chenu kitakachowabadilishia maisha yenu. Siasa sio mchezo. Siasa ni maisha yako. Wakati mwingi tumefanya mikutano hapa katika viwanja hivi vya stendi kuu ya zamani. Ujumbe wetu kama chama ni kuendelea kuwasihi wa Tanzania, ni kuendelea kuwakumbusha wa Tanzania kwamba siasa ni maisha. Siasa sio ushabiki wa Simba na Yanga. Leo tuko hapa wanachadema, mmetupa heshima. Mlikuwa mna kazi nyingi za kufanya asubuhi yote hii, lakini mmekuja kutusikiliza kwa sababu mnatambua kwamba tumeleta ujumbe unaokwenda kugusa maisha yenu. Tunahitaji muendelee kutunga mkono kwa sababu Chadema tuna dhamira njema na nchi hii. Watanzania wote wanalia kwa makundi mbalimbali. Wanalia bodaboda, wanalia mama ntilie, wanalia wafanyabiashara, wanalia walimu, wanalia polisi, watumishi wa umma, madaktari, manesi. Hakuna Mtanzania mwenye maisha mazuri, lakini ni kikundi kichache cha watu kwenye nchi hii wanakula mema ya taifa letu. Sisi wanatuambia tubaki hivyo hivyo, tusilalamike eti sisi ndio wazalendo. Huu ni undondocha kuendelea kuamini CCM, kauli zao za kishenzi. Tunahitaji kutambua kwamba leo Chadema tunazunguka nchi nzima. Leo Heche yuko hapa, jana tulikuwa Mbalali, juzi tulikuwa Kiela. Mheshimiwa Lissu mwenyekiti wa chama yuko Nkasi, yuko Sumbawanga. Tunatembea usiku na mchana kuwaambia Watanzania tuungane kukataa udanganyifu wa miaka 60 tangu tumepata uhuru wa Chama cha Mapinduzi. Chaguzi kila wakati wanaua watu, wanaiba chaguzi. Huu ni wakati mwafaka tusimame bila kuogopa. Ni heri tufe tumesimama kuliko kuishi tumepiga magoti. Ni heri tukitetea haki zetu. Wakulima leo maparachichi Njombe mnauza mpaka debe shilingi 7,000. Hivi nani ana maisha mazuri kama sio Samia na wenzake? Leo tunazungumza mwezi wa 3 tarehe 8 mwaka huu, Samia amegawa vikanga nchi nzima kwa kila mtu mwenye jinsia ya mwanamke. Hii hela amepata wapi? Yaani hakuna mtu hajagawia kanga yenye sura ya Rais Samia. Amepata wapi fedha? Samia amegawa pikipiki nchi nzima. Amekuwa rais kwa miaka 4. Huu mshahara wake wa kugawa pikipiki kila kata zaidi ya pikipiki 5, ametoa wapi hizi fedha? Leo tunazungumza bandari imechukuliwa na Waarabu, misitu imechukuliwa na Waarabu, kiwanja cha Kia kimechukuliwa na Waarabu. Yaani miradi mikubwa, migodi imechukuliwa na wazungu. Kila mahali sisi wa Tanzania tumekwenda kukabidhi watu ambao hawawezi kuipenda nchi yetu kuliko nchi zao. Umasikini unaendelea kutuumiza. Tuungane na Chadema. Tuungane na Chadema kwamba ili tupate viongozi wenye hofu ya Mungu, ili tupate viongozi ambao wakiingia madarakani wataogopa kufanya ushenzi, ni lazima wananchi mpate dhamana ya kupiga kura kuchagua viongozi ambao watakuwa tayari kuwatumikia na sio kuwatumikisha kama ambavyo CCM leo wanatutumikisha wa Tanzania. No reform, no election. Tuungane kwa pamoja.
hakuna mabadiliko ya kisheria, hatuendi kwenye uchaguzi Oktoba 2025. Ni bora muda uongezwe, ongezewe muda huyu mama, uchaguzi usimame, lakini sheria na mifumo ya uchaguzi ibadilishwe ili watu wachague watu wanaotaka. Nashukuru na Mungu abariki sana. Ninaitwa Revlin Albert Mbugi. Mimi ni naibu katibu wa vijana taifa. Nimesimama hapa kuongea na mabinti wenzangu ambao tangu tulipozindua operesheni hii ya no reform no election, wenda wamekuwa wakiona kwamba haina umuhimu wala hawaielewi. Nataka niwaambie mabinti wenzangu ambao mnanisikiliza sasa, mwaka 2017 Dar es Salaam, binti mdogo aliyekuwa akiitwa Aquin aliuawa kwa kupigwa risasi. Alikuwa ndani ya daladala, wala hakuwa akijihusisha na siasa, lakini kwa mfumo wa serikali yetu wa kutumia vyombo vya dola, binti yule aliuawa. Binti unayenisikiliza na kuona kwamba wewe hauhusiki na no reforms no election, nataka nikwambie kwamba mifumo hii ya kiuchaguzi, mifumo ya siasa ya nchi yetu inamgusa mtu mmoja mmoja. Na ndio maana leo hii tunaona mabinti wengi wameishia kuwa single mothers kwa sababu vijana wamewazalisha na wamekimbia majukumu, hawana uwezo wa kuwahudumia. Sio kwamba wanapenda kukimbia majukumu, ni kwa sababu ya mifumo iliyopo, hawana ajira, wamechagua viongozi ambao hawawezi kubuni mbinu nzuri za kupata ajira ili kuwasaidia. Nataka nikwambie mama yangu ambaye unavaa kitenge cha sisi, una furaha gani ya kujifunika kitenge hicho ili hali mtoto wako kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa 3 wote ni wapiga debe barabarani? Ukiendelea kung'ang'aniana na wana CCM ambao watoto wao hawasomi Tanzania, watoto wao wanasomeshwa nje, wanaolewa nje, mtoto wako ataishia kwa single mother na mpiga debe. Tuungane wote, twende tukaseme no reforms no election, tukapate viongozi wazuri watakaowekea watoto wetu mazingira mazuri ya kupata ajira, na sisi tukala matunda ya watoto wetu. Peoples! Naomba nikuite makamu mwenyekiti. Nchi hii miaka yote toka tumepata uhuru, mkoa wa Njombe na maeneo jirani, mimi natoka Iringa, maeneo yote, vijiji karibu vyote, vitongoji vyote vinaongozwa na CCM. Uongo? Vinaongozwa na nini? Matatizo mnayaona hapa yote sababu sio Chadema. Uongo ukweli? Matatizo mnayaona hapa, changamoto sio ACT Wazalendo wala vyama vya upinzani. Uongo? Nataka kusema haya kwa sababu matatizo makubwa ya nchi hii chanzo chake ni Chama cha Mapinduzi. System haina sera tena ya kuwakwamua wananchi wa Njombe kwenye kilimo, biashara, barabara zenu, ajira kwa vijana wenu na kadhalika. Leo ukizunguka maeneo mengi, wananchi wa Njombe, viongozi wa CCM ndio wanaomiliki ardhi kubwa. Uongo? Ndio wanaomiliki mashamba makubwa. Uongo? Hapa kuna mtu kasema Samia kabla hajawa rais wa nchi hii alikuwa na uwezo wa kugawa vitenge nchi nzima. Mbunge wenu akiwa kabla hajawa mbunge alikuwa na uwezo wa kumiliki maekari ya ardhi huko vijijini. Wanafanya haya yote kwa sababu wamewageuza kuwa kondoo, na kwa sababu wanafanya haya ni wajibu na wakati sasa. Vijana wenzetu, wananchi wa Njombe, tusimame pamoja na Chadema, tuungane kupigania mifumo itakayowapatia viongozi
ambao mtawapigia kura na kura zenu zitaonekana kuwa na thamani. Peoples, nataka vijana mpate hasira, mfahamu kwamba kukosa ajira kwenu ni kwa sababu ya sera mbovu za Chama cha Mapinduzi. Leo huwezi kupata ajira nchi hii kama hauna mtu anayefanya kazi pale hospitali wewe uliyesomea udaktari. Leo huwezi kuwa mwalimu kama hakuna mtu anayekupa connection. Uongo? Watoto wa wabunge wenu, madiwani wenu ambao mmewapa dhamana ya kusimamia maisha yenu hawasomeshi watoto kwenye shule zenu. Uongo? Wanasoma kwenye shule ambazo sio za serikali, si ndio? Lakini hao ambao wanatuambia elimu bure, kwa nini hawaiamini elimu hiyo na badala yake wanaenda kusomesha walimu watoto wao kwenye shule za gharama? Tunataka mtambue kwamba mnao wajibu mkubwa wa kuibadilisha Njombe, kutuletea watu sahihi baada ya kupata mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi. Na baada ya kusema hayo, hamna sababu ya kushindwa kuiunga mkono Chadema. Makamu mwenyekiti wetu wa chama atakuja kusema msimamo wetu wa chama, lakini nitoe rai, jambo hili litahusu vijana wote. Unajihusisha na siasa, haujihusishi na siasa, wewe mkulima, mfanya biashara na yeyote, bodaboda, mwandishi wa habari, jambo hili ni letu sote. Kama hakutakuwa na mifumo ambayo itatuletea viongozi kwa haki, wa maumivu yatakuwa kwenu wote. Sasa kazi hii Chadema tunaiongoza, tunaomba mtuunge mkono. Peoples! Asanteni sana. Mamlaka kwamba nakupa kibali. Huo utaratibu wenu wa kuandikia vibali Chadema ukome. Hatutaki vibali vyenu. Hii wafikie. Halafu haya makaratasi mnayotumia kuandika vibali, hivi hamjui kama huo ni hujumu uchumi huo? Hamjui kama mnalipa hili taifa hasara? Yaani unatumia wino wa serikali, kompyuta ya serikali, makaratasi ambayo nyewe mmelipa kodi kumwandikia mtu eti kibali. Hicho kibali kwa sheria ipi? Jambo la pili, mnasema tunawapeni mzingatie maelekezo haya. Hivi nyie polisi, nyie ndio kuelekeza Chadema sheria? Yaani hii Chadema ambaye mwenyekiti wa chama chake ni Tundu Lissu. Hivi nyie watu wa Njombe mnamfahamu Lissu? Mmewahi kumuona Lissu akiwa mahakamani? Mnaujua uwezo wa kisheria wa Lissu? Sasa leo polisi nyinyi ambao kila siku mnaosingizia Chadema kesi mahakamani, hamshindi hizo kesi, mnatuelekeza sheria Chadema. Mnaielekeza Bavicha ambaye mwenyekiti wake wa Bavicha ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania na mahakama zilizo chini yake, mnamuelekeza sheria. Hivi nyinyi polisi mnawaambia Chadema wazingatie sheria. Hayo mambo mmewaambia CCM? Hivi nyinyi polisi mnajua jukumu lenu, mlikuwa mnapaswa mpaka sasa hivi mwe mmemkamata Makala yuko lock up. Mnafahamu hilo? Ina maana mkumsikia Makala anasema Chadema tunakusanya hela za tone na ndimu kwa ajili ya kuunga operation ya no reform no election, ili mkiunga chama chetu kifanye kazi zake. Makala anasema Chadema wanakusanya hizo hela ili wakalete virusi vya mpox na Ebola. Hivi huyo mtu alipaswa kuwepo uraiani? Hivi nyie polisi nyie kuielekeza hii barua yenu mlipaswa kuandikia Chadema au kuandikia CCM na Makala? Kwa nini mnatufanya tusijione kama ni watu tunaopaswa kuishi? Kwa nini mnatuongezea hasira ya kuona dunia sio eneo salama ya sisi wengine kuishi? Maisha ni zawadi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu.